baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha kuwa pamoja tena katika darsa ya tafsir, na kwa tawfik ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tumeweza kumalizia ama kuimaliza suratul Insan katika darsa lililopita. Tukaahidi biidhnillah katika darsa hii itakayofuatia tutaanza katika suratul Qiyama. Suratul Qiyama ndilo jina ambalo kwamba limepewa sura kama hii, na ndilo lilotajwa katika misahafu, katika vitabu vya tafsiri na vile vile katika vitabu vya hadithi. Lakini vile vile umetaja baadhi ya maulama kama Ibn Atiyya katika tafsiri yake akasema inaitwa surat la uqsimu, kuonesha kuwa ina jina lingine tofauti na suratul Qiyama. Sura kama hii ni makia kwa ittifaqi ya maulama, hakuna khilafu kati ya maulama katika kuteremshwa sura kama hii. Wanakubaliana kuwa imeteremshwa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhama Madina. Katika mpangilio wa suwar za Al-Qur'an Al-Karim imekuja kwa nambari 31 baada ya surat Al-Qari'ah. Imeteremshwa kama sura nambari 31 baada ya surat Al-Qari'ah, na sura kama hii ina aya 40. Inasemekana kuwa al-Imam al-Alusi, Ibn Atiyya, al-Imam al-Alusi katika tafsiri yake Ruhul Maani ndio anasema jina lingine la sura hii ni surat la uqsim. Imepokewa kutoka kwa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuwa anayetaka kujua siku ya Kiyama na uhakika wa siku kama hiyo asome surat al-Qiyama. Anayetaka kujua siku ya Kiyama na uhakika wake asome surat al-Qiyama. Amepokea hilo al-Imam Ibn Atiyya katika tafsiri yake. Ni sura adhimu ambayo kwamba ndani yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumzia hali za siku ya Kiyama, ahwal zake na ahwal zake, misukosuko itakayokuwa katika siku kama hiyo, na uzito utakaokuwa katika siku kama hiyo, na mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini na waliosadiki ama waliosadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mambo ambayo kwamba wamewekewa wale ambao kwamba wamemkadhibisha Mwenyezi Mungu na kumkufuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Suratul Qiyama kama sura nyingi tu ambazo kwamba katika Al-Qur'an Al-Karim zinazungumzia siku nzito kama hii, na tumetaja zaidi ya mara moja kuwa Al-Haq subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim ameitaja siku kama hii kwa majina zaidi ya 80. Ameita Al-Qiyama, ameita Yawmuddin, Al-Waqi'a, Al-Haqqa, At-Tamma, Al-Qari'a, majina mingi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameipa siku kama hii. Na kathratul asma'i tadullu ala sharafil musamma, kama wanavyosema maulama, wingi wa majina unajulisha utukufu wanaipewa majina kama hiyo. Kwa hivyo hii ni kutuonesha uzito na ukubwa wa siku kama hii ya Kiyama. Bali maulama wanasema robo ya Al-Qur'an Al-Karim inazungumzia Kiyama. Ukisoma Al-Qur'an Al-Karim
utapata robo yake takriban robo yake inazungumzia siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza sura kama hii na qasam, kiapo, akatuambia la uqsimu biyaumil qiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana haki ya kuapa na anachotaka kwa anachotaka, na pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoapa kwa kitu inaonyesha uzito wa kile kitu, kwa sababu aliyeapa ni mkubwa ambaye kwamba ni al-Haq subhanahu wa Ta'ala, na ameapa na vingi katika Al-Qur'an Al-Karim. Tumeona katika durusi zilizopita sura mbalimbali, washamsi wal-laili wal-fajri, vitu mbalimbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa navyo. La uqsimu biyaumil qiyama, na apa kwa siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoapa kwa siku kama hii inaonyesha ukubwa na uzito wa siku kama hii. La uqsimu, sura imeanza na la. Maulama wa tafsiri wote wamekubaliana kuwa hichi ni kiapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na siku ya Kiyama, lakini wamekhtalifiana katika kuifasiri la. Hii la ni nini? Kwa sababu ukiangalia kijuu, la uksimu tafsiri yake haraka haraka si api. La ni nafia, la adhhabu siendi, la uksimu si api. Lakini hii la ni la gani? Kuna kauli zaidi ya mbili kwa maulama. Wengine wanasema hii la inaletwa kwa ajili ya kupamba maneno, na imezoeleka matumizi hayo katika lugha ya Kiarabu, na vile vile inatilia mkazo kiapo, litaukidi alqasam. Kwa hivyo unapoambiwa la uqsimu, maana yake ni kubwa kuliko uqsimu. Yani inapoongezeka la, ina maana kile kiapo kinakuwa ni kizito zaidi kuliko kusema uqsimu peke yake. Yani kana kwamba unaelezwa jambo namna lilivyokuwa wazi zaidi, ni kama halitaki ama halihitaji hata kuapiwa. Namna lile jambo lilivyokuwa wazi ni kana kwamba halihitaji hata kuapiwa, lakini taukid yatiliwa mkazo zaidi katika kiapo. Wengine katika maulama wakatuambia bali la hapa inafanya nafyi ya maneno yaliyopita, yani inakana maneno yaliyopita, kana kwamba Mwenyezi Mungu anawaambia la, sivyo hivyo mnavyoitakidi. Kipi wanachokiitakidi? Kuwa watu hawatofufuliwa, kuwa hakuna siku ya hisabu na malipo. Hicho mnachokiitakidi, hii ndio ilikuwa itikadi yao kubwa kutoka milele, ama kutoka zama za kitambo. Walikuwa hawaamini kuwa kuna ba'ath na nushur. Wanajua mwanadamu akishafariki mambo yamekwisha. Wama yuhlikuna illa ad-dahr, kama tunavyotaja daima. Walikuwa wakisema sisi dunia ndio inatumaliza, na tukishazikwa mambo yetu kwisha. Inna lamab'uthuna khalqan jadida idha mitna wa kunna turaba. So walikuwa wakisema hayo maneno hivi, sisi tukishafariki, tukishakufa, wa kunna turaba, na tukageuka kuwa ni mchanga, kwisha, mili yetu ishamalizika. Inna lamab'uthu, hivi baada ya yote tutatumilizwa khalqan jadida, tena khalqa ambayo kwamba ni mpya kabisa, turudi kama tulivyokuwa. Haliwezekani. Walipima na akili zao, hilo haliwezekani.
Sasa kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia la, sivyo hivyo mnavyoitakidi, kuwa kiyama hakipo, kuwa hamutafufuliwa, sivyo hivyo. Uqsimu biyawmil qiyama, na hapa kwa siku ya kiyama kipo. Kwa hivyo ikawa la inakata yaliyotangulia katika madai, na uqsimu inaanza maneno mapya. Na hili halishangazi, ili mtu asije akasema lakini ndio mwanzo wa sura, hakuna maneno kabla ya la. Naambia Al-Qur'an yote ni kitu kimoja. Al-Qur'an yote ni kitu kimoja. Kwa hivyo yale yaliokuwa katika sura zilizopita hayo. Tumesema sura kama hii imeteremka baada ya sura gani? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ilikuwa inazungumza nini? Kiyama. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah wama adraka mal-Qari'ah. Kwa hivyo baada ya kuteremka Al-Qari'ah wanapinga, wakipinga wanaambiwa la, sivyo hivyo mnavyoitakidi. Uqsimu biyawmil qiyama, na hapa kwa siku ya kiyama, ni siku ipo. Na imeitwa yaumul qiyama kwa jina kama hili kwa sababu ndio yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku ambayo kwamba watu watasimama mbele ya Allah, Mola wa mlezi wa viumbe vyote. Ni siku ambayo kwamba tutakuwa na kisimamo, sote tutakwenda kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufanyiwe hisabu. Kwa hivyo yaumul qiyama ama yaumul qiyama imeitwa kwa jina hili kwa sababu ni siku ya kisimamo, viumbe vitasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala akaanza sura kama hii kwa kiapo, na kiapo chenyewe ni kwa siku ya kiyama. Akaendelea akatuambia wala uqsimu bin nafsi lawama, wala uqsimu bin nafsi lawama. La imerudi tena na uqsimu. Je, hii la ya hapa ni kama la ya aya ya kwanza? Kauli yenye nguvu kwa mufassirun ni hivyo hivyo, kwa la hii ni kama ile, yani maana yake na naapa kwa an-nafsul lawama, nafsi yenye kujilaumu. Ndio kauli yenye nguvu. Iko kauli ya pili, tutarudi katika hii ya kwanza. Ya pili inasema bali la hapa haikuja kwa maana ya ile ya kwanza, bali la hapa ni nafia. Yani Mwenyezi Mungu anamaanisha kuwa la uksimu ama wala uksimu, nasi api bin nafsi lawama, yani na hapa kwa siku ya kiyama, lakini kwa nafsi lawama si api. Kwa nini? Waloshika tafsiri hii wanasema kwa sababu an-nafsu lawama iliyokusudiwa hapa ni an-nafsu maluma, yenye kulaumiwa kwa kufanya madhambi na makosa. Kwa hivyo madamu ni nafsi inayolaumiwa, hastahiki hata kuapiwa. Kinachoapiwa ni kitu ambacho kwamba ni kitukufu. Ikiwa ni nafsi yenyewe yalaumiwa, haistahiki hata kuapiwa. Lakini kama tulivyosema, kauli yenye nguvu ambayo kwamba ndio wingi katika mufassirin, wala uqsimu bin nafsi lawama, la hii ni kama ile ya kwanza vile vile ya kutilia mkazo kiapo, yani na naapa vile vile kwa an-nafs al-lawama. Wale wa kwanza tumesema al-lawama maana yake ni al-maluma, inaolaumiwa. Kwa hii kauli ya pili itakuwa al-lawama bimaana al-laima, yenye kulaumu yenyewe, yenye kujilaumu, sio yenye kulaumiwa. Kwa hivyo wala uqsimu bin nafsi lawama ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, na vile vile na hapa kwa nafsi yenye kujilaumu. An-nafsu lawama, nafsu lawama ni ipi? Baadhi ya maulama wanatuambia ni nafsi ya Sayyiduna Adam alayhi salam, babu yetu. Baada ya kula katika mti akawa anailaumu nafsi yake, kwa nini amefanya hivyo?
Wengine wakasema bali an-nafsu lawama ni nafsi ya kila mmoja, sawa iwe ni nafsi nzuri ama ni nafsi mbaya, itajilaumu katika kaburi na siku ya Kiyama. Ikiwa ni nzuri, itajilaumu kwa nini haikuongeza katika taa na khairat, kwa nini ilifanya kidogo. Yani kiangalia mazuri yaliyoandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itajiambia kwa nini mimi sikuongeza katika taa na khairat. Na ikiwa si nzuri, itajilaumu kwa kufanya machafu na madhambi. Itaanza kusema ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, ya laiti ningekuwa nimeshika njia ya mtume ama pamoja na mtume. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya laiti ningekuwa sikumfanya fulani ndo rafiki yangu, yule ndio aliyenipoteza. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti ningekuwa nimetangulizia maisha yangu ya kudumu, maisha ya akhira. Hizo na ya laitani zote hizi ni lawama, anajilaumu. Kwa hivyo an-nafsu lawama ilikuwa ni nafsi zote, nafsi ambayo kwamba ilikuwa yafanya taa itajilaumu kwa kuifanya kwa uchache, itajilaumu kwa taksir, kwa mapungufu. Kwa nini nilikuwa nafanya kidogo? Na ndivyo anavyokuwa muumini daima. Bali wengine katika ulama wakatuambia an-nafsu lawama ni nafsi ya mu'min hapa duniani, na kuwa ni yenye kumlaumu daima na kumuonesha kuwa wewe una mapungufu na usijione umekamilika. Na utakapofanya amali, muombe Mwenyezi Mungu aitakabali, uhakikishe ina ikhlasi, haijaingiwa na ria wala ujbi. Utakapofanya kitu usione tayari kishapita, utaituhumu nafsi yako daima, ujione wewe ni mwovu kushinda mwingine yoyote anayesimama mbele yako. Ikiwa ni mkubwa wako kiumri, itakidi amekuzidi katika ibada, amezaliwa kabla yako, kwa hivyo miaka mingi amefanya ibada. Ikiwa ni mdogo wako kiumri, itakidi wewe umemzidi katika maasi, yani maasi uliyofanya wewe ni mingi kwa miaka ulioishi kuliko maasi aliyofanya yeye. Yani kwa mkubwa tazama taa, kwa mdogo tazama maasi. Na katika hali zote mbili ituhumu nafsi yako, jione wewe una mapungufu. Hivi ndio unavyotakikana kuishi muumini. Alladhina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza hali za waumini, wanatoa wanachopewa. Yani tunaona mashallah, mtu anaswali, mtu anatoa sadaka, anafanya kufanya, lakini pamoja na kufanya kwake, wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zina wasiwasi, annahum ila rabbihim raji'un, kwa utarudi kwa Mola wao. Sawa, mimi nimeswali, lakini hii swala yangu ilikuwa na ikhlasi ama niliswali kwa sababu fulani anione? Sawa, mimi nimetoa sadaka, lakini nimetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ama kwa ajili niambiwe mimi ni karimu? Wa qulubuhum wajla, an-nafsu lawama, ile nafsi yake yamsuta, nafsi yake yamlaumu. Na hii ni daraja ya pili katika daraja za nafsi ambazo kwamba ziko 7 kama wanavyotaja maulama wa suluk. Ya chini kabisa ni an-nafsu al-ammara bisu, nafsi yenye kuamrisha maovu. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu, ametaja Mwenyezi Mungu katika surati Yusuf. An-nafsu al-ammara bisu ndo nafsi mbaya zaidi, ndo daraja chini kabisa ya nafsi. Nafsi yenye kuamrisha kwa wingi, ammara sio amira, ammara kwa mubalagha, yenye kuamrisha kwa wingi maovu. Mwanadamu akijitahidi akaifanyia kazi ile nafsi yake, akaifanyia tarwid, akaitakasa na kuisafisha, inatoka inakuja katika level ya pili, inakuja katika an-nafsul lawama.
sasa inaanza kumlaumu, inaanza kumlaumu kwa yale makosa ambayo kwamba anayafanya na kwa mapungufu aliyokuwa nayo katika taa. An-nafsu al-lawwama. Kisha ukitoka katika an-nafsu al-lawwama kuna an-nafsu al-mutma'inna ya tatu, yenye utulivu, kisha ar-radiya, kisha al-mardiya, kisha al-mulhama, kisha ar-radiya, kisha al-mardiya, kisha daraja ya saba na ya mwisho ni an-nafsu al-kamila, nafsi iliyokamilika. Kuna kibarua kupanda zigorofa 7 sio kazi ndogo, kuhitaji jihadi ya kisawa sawa, na kila level kwenda katika level ya pili inahitaji nguvu kweli kweli. Lakini kwa yule ambaye kwamba atakuwa na sidq, atakuwa na ukweli katika kupigana na nafsi yake, Mwenyezi Mungu atamsaidia, kwa sababu hakuna kitu kiovu kama nafsi. Mtume anatuambia katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi katika tarikhu Baghdad, asema a'daika nafsuka allati baina jambayk, adui wako mkubwa ni nafsi yako. Sisi wanadamu tuna maadui wanne: tuna nafsi, tuna shaitani, tuna dunia na tuna hawa, matamanio. Hawa ndo maadui wetu wanne. Inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li ajli shaqawati wa anai, iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalasu wa kulluhum a'dai. Maadui wanne. Wengi wetu tunadhania pengine mkubwa ni ibilisi, sheitani ndo adui mkubwa zaidi, lakini la, mkubwa zaidi ni nafsi. Ndo namwona Ramadhani sheitani amefungwa pingwa katupwa baharini, lakini maasi bado tuyafanya ndani ya Ramadhani kwa sababu nafsi hujaifunga, bado iko wazi. A'daika nafsuka allati baina jambayk. Ando maulama wakituambia madamat nafsuka hayyatun tas'a fahiya hayyatun tas'a, madamu nafsi yako ipo hai basi ujue ni nyoka huyo anatembea ndani mwako. Kwa hivyo kuna kazi kuhitajika, jihadi ya hali ya juu, mtu kupigana na nini? Nafsi yake itoke katika an-nafsu al-ammaratu bisu, iende katika daraja ya pili ambayo kwamba ni an-nafsu al-lawama, ianze kumlaumu. Sasa ile ya kwanza ikifanya maovu ya furahi, lakini hii mtu akikosea, mwanadamu ni mpungufu, akikosea akafanya dhambi inaanza kumlaumu na kumsuta kwa nini. Kisha unatoka hapo unakwenda katika an-nafsu al-mutma'inna, al-mulhama, ar-radiya, al-mardiya, al-kamila. Mwenyezi Mungu atufikishe inshallah katika an-nafsu al-kamila. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa na an-nafs al-lawwama, kisha akaendelea kutuambia ayahsabu al-insanu allan najma'a 'idhama, hivi mwanadamu anadhani, hivi mwanadamu anaitakidi kuwa hatutakusanya mifupa yake? Dhana gani hii mbaya alikuwa nayo kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala? Maulama katika kutaja sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kuteremka hii aya, wanasema kuna bwana anaitwa Adi ibn Abi Wadi'a. Adi alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, moja katika makafiri wa Kikureshi, washirikina wa Kikureshi, anamwambia ya Muhammad, hebu nieleze kuhusu hiyo kiyama. Tabana wao tumesema hawaamini kiyama, nieleze kuhusu kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumweleza kwa makini na uzuri, huenda akaamini akarudi nyuma. Baada kuelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Muhammad, law ayantu alqiyamata binafsi la u'minu lak, lau nitakiona hicho kiyama kwa jicho langu pia sitokuamini. Angalia inadi na kufra. Wacha wewe kunielezea, lau nitakiona pia hicho kiyama kwa nafsi yangu, kwa jicho langu pia sitakuamini.
Kisha akaanza kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, awa yajma'u Allahu al-'idham, hivi Allah anaweza kukusanya mifupa? Mtu amezikwa, nyama imeisha, imebaki mifupa, mifupa nayo inakwenda mpaka inakuwa pengine jivu, inaachana, inakuwa unga. Hivi anaweza kuikusanya ile mifupa ikarudi tena kuwa ni mifupa yenye kushikana? Awa yajma'u Allahu al-'idham. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha hii aya, ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhama, hivi huyu mwanadamu. Kwa hivyo insan, kulingamana na hii sababu nuzul, atakuwa al-insan aliyekusudiwa hapa ni nani? Adi, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kumuuliza kuhusu kiyama, na akasema hivi Mwenyezi Mungu anaweza kukusanya mifupa. Kwa hivyo ayahsabu al-insanu, hivi mwanadamu anadhani allan najma'a 'idhama, kwa hatutakusanya mifupa yake. Tumetangulia kutaja kabla ya hapo aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akitoa hikaya ya maneno ya wale Makureshi, wakisema idha mitna wa kunna turaba, hivi tukifa na tukiwa ni mchanga, a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Hili lilikuwa zito kwao kuamini, gumu. Kwa hivyo yani tugeuke kuwa mchanga kisha turudishwe tena kama tulivyokuwa. Hivyo al-Haqq subhanahu wa ta'ala anatubia, ayahsabu al-insanu alla najma'a 'idhama, hivi mwanadamu anadhani. Taban hata kama sababu al-wurud ni Adi, lakini wako wengi. Kwa hivyo kila ambaye kwamba ana fikra hiyo akidhania kuwa hatofufuliwa anahutubiwa na aya hii. Hivi unadhani kuwa hutokusanywa idham? Na kwa nini idham? Nini siri ya kutajwa idham hapa? Kwa sababu mwanadamu atafufuliwa yeye mzima, lakini hikma ya kutajwa idham ni kwa sababu idham, mifupa, ndio nguzo ya mwili. Mifupa ndio imadul jism, ndio nguzo ya mwili ambayo kwamba inakufanya unasimama na unanyoka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitaja idham. Tayib, baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia bala. Kwani kitu gani kitatufanya tushindwe kuikusanya hiyo mifupa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana, kwa kuikusanya hiyo mifupa ni twaweza sana kuikusanya, na si kukusanya mifupa peke bali ala an nusawwiya banana, tunaweza kusawazisha na tukarudisha sawa banana zake huyo mwanadamu. Nini banana? Banana katika lugha ya Kiarabu hutumika kwa vidole, mara nyingine hutumika kwa nini? Kwa vidole. Mara nyingine hutumika kwa ncha za vidole, na mara nyingine hutumika kwa maana ya sulama, hizi joints zilioko katika vidole. Tuchukue ya kwanza, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Hamkumullah, twaweza kusawazisha vidole vyake mwanadamu. Yani hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea fadla yake katika uhodari wake kwenye kuumba, kuwa ameviumba hivi vidole ni vya kuachana, sio vya kushikana. Alikuwa aweza kuvishikanisha. Allah alikuwa anaweza kufanya mikono yetu na miguu yetu ikawa kama kwato za mnyama, kama kwato za mbuzi, za punda, azakumullah, ikawa si vidole vyenye kuachana. Sasa jiulize,
tungekuwa tumeumbwa hivyo, tungeshika vitu vipi? Ingekuwa vidole vyetu ni vya kushikana vikawa kama kwatu hivi, vitu tungevishika vipi ili tujue neema ya vidole kuachana? Hata usiende kwenye vidole vingi, kidole cha gumba tu. Kaa wewe utafakari siku moja, kana nafsi yako jisaa moja tu, hata usikae masaa mingi, utafakari utukufu wa Mwenyezi Mungu katika kuumba kidole cha gumba hichi cha gumba peke yake. Hata usiangalie hivi vingine, uangalie ni mambo mangapi ambayo kwamba usingeweza kuyafanya kama si kidole cha gumba. Angalia, usipate tabu, usiende mbali Sisi ni watumizi wa simu sana. Unaje ukiandika message na vidole vingine unachukua muda gani? Na ukishika ile simu na kidole cha gumba unachukua muda gani? Ushatasawar ungevaa vipi kanzu kama ni shati bila kidole cha gumba? Hichi kifungo ungekuwa kifunga vipi? Ushajaribu kuleta picha za siku moja? Kaa tu na nafsi yako wewe, uzingatie, ufikirie neema ya Mwenyezi Mungu kutuumba na nini? Kidole cha gumba. Hiji ni kimoja, hatujazungumzia hivi vingine kabisa. Bala qadirina ala an nusawiya banana, tunaweza sisi tukafanya vidole vyake ni vyenye nini? Vyenye kushikana. Tumesema wengine katika maulama wanaeleza banana ni ncha za vidole, ncha za vidole. Mufassirina wa kitambo walikuwa wanatuambia Mwenyezi Mungu anathibitisha kuwa anaweza kuzirudisha ncha za vidole, pamoja na kuwa ni sehemu ndogo, ni dakik, na anaweza kuzirudisha. Kef sehemu kubwa, sehemu ambayo kwamba ni nyepesi na laini, Mwenyezi Mungu anaweza kuirudisha. Kef ambayo kwamba ni ngumu. Katikati ya karne ya 19, 1850s takriban, mwanadamu alipata kuvumbua kitu kinaitwa fingerprints. Si miaka mingi, miaka 100 tu na kitu, haijafika hata miaka 200. Mwanadamu amevumbua kitu kinaitwa fingerprints. Akisema hii ni iktishafu kubwa sana, ni ufumbuzi mkubwa sana. Wanadamu pamoja na idadi yao kubwa iliyokuwa, hawafanani katika fingerprints zao, wote wanatofautiana. Bali la maajabu zaidi, cha right hakiko sawa na left. Huyo mwanadamu mmoja, kidole chake cha right, fingerprints zake ni tofauti na kidole cha left. Hebu niambie, mabilioni na mabilioni, na tuzungumzie sama hizi kuanzia kuumbwa Sayyiduna Adam mpaka kusimama kiyama, zote za tofautiana. Mabilioni kwa mabilioni. Ni ujuzi wa kiasi gani katika kuumba? Kwa hivyo walipovumbua hivi, ama waliposema wamevumbua hicho, wakaambia mbona Mwenyezi Mungu amekitaja kitambo katika Al-Qur'an Al-Karim, karni 14 zilizopita. Bala qadirina ala an nusawiya banana, tulikuwa tunaweza kuzifanya sawa fingerprints, lakini hatukulifanya hilo, tumezitofautisha. Kumbe tayari lishatajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nini? Katika Al-Qur'an Al-Karim. Yote kutuonesha nini? Utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba. Kwa hivyo Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala anawajibu wale ambao kwamba wanapinga yaumul qiyama, wale ambao kwamba wanakataa ba'th na nushur, kufufuliwa. Yule mmoja alichukua mfupa ukiwa ushalainika, anakuja kwa Mtume, amwambia man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, kama ilivyotajwa katika surati Yasin.
Nani huyo atakayehuisha mfupa na tayari ushakuwa jivu, ushalainika? Huu anaona gumu sana hilo, haliwezekani. Ambo kul yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra, mwambie ewe mtumi, atauhuisha yule ambaye kwamba ameuumba kwa mara ya kwanza. Na kama tunavyosema daima, kuumba mara ya kwanza ni ngumu kuliko kurudisha. Hakuna kitu kigumu kwa Mwenyezi Mungu, sije tukafahamika vibaya. Kutengeza kitu kwa mara ya kwanza inakuwa kidogo kuna ugumu kuliko nini? Kukifanya tena kwa mara nyingine. Yule anayekuja akavumbua, kwa mfano ni simu, ni gari, kazi inakuwa katika lile la kwanza, lakini likishapatikana la kwanza, kutengeza mengine huwa sahali. Kufanya mfano wake ni kazi fupi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa aliweza kumuumba kwa mara ya kwanza, atashindwa kumrudisha? Hakuna kinachomshinda. Allahu ala kulli shay'in qadir, nama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwa hivyo Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anawaambia bala qadirina ala an nusawiya banana, twaweza sisi kusawazisha. Kwa hivyo tumesema banana kwa maana ya vidole ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuonesha fadla ya kule kuumbwa sisi vidole kuachana. Anaweza alikuwa kutuumba kama kwato za wanyama, azakumullah. Wengine wakasema banan ni ncha za vidole, ambapo hapo tunapata maana ya nini? Finger prints. Wengine wakasema ni sulama, mifupa. Hii mifupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hashindwi kuirudisha na joint zake. Angalia mwanadamu ana joints ngapi katika mwili wake? 360 takriban. Zote hizi Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala hashindwi kuziregesha kwa huyu mwanadamu mmoja. Na hii ambayo kwamba tunaizungumzia, ambayo kwamba ni fingerprint, lau itafanyika chochote, mara ngapi mtu anajikata pengine na wembe ama kisu, kisha inapotea ama inarudi kama ilivyokuwa? Mara ngapi mtu unaungua, unachomeka, kunakuwa flat, kisha inarudi ama hairudi? Mtu anapata ajali, kisha inarudi ama hairudi? Wanatuambia maulama kuna layer 5 katika ngozi. Ziko layer ngapi? 5, tabakati 5 katika ngozi. Ikifutika, hizi fingerprints ziko katika layer ya mwisho kabisa ambayo ni ya 5. Ikifutika, yazalika nyingine kama ile vile ilivyokuwa. Ngale uhodari wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba. Ikiharibika inarudishwa vile kama ilivyokuwa. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Kwa hivyo mwanadamu amezoeleka ni mwenye kuvuka mipaka katika kukufuru, na kila anapobainishiwa usawa na haki yeye huwa haikubali, na yote ni kutokamana na nafsi yake ambayo kwamba ni amara bisu, nafsi yake ambayo kwamba ni yenye kumpoteza. Kwa hivyo pale atakapokuwa ataweza kuidhibiti nafsi yake, akaweza kuiasi, wa khalifi nafsa wa shaitana wa'sihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi, mkhalifu shaitani, ikhalifu nafsi na uziasi. Kwa hivyo wakati utaweza kuikhalifu nafsi yako, wakati utaweza kuiasi nafsi yako, basi utatambua utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uhodari wake na utendakazi wake na utukufu wake katika kuumba, na utajua kuwa hashindwi Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala kuturegesha kama vile tulivyokuwa. Bala
qadirina ala an nusawiya banana. Hivyo kama tulivyoiona suratul Qiyama imeanza na alqasam, imeanza na kiapo ama viapo viwili. Taban kilichoapiwa ni siku ya Kiyama. Pengine mtu atauliza jawabu al-qasam iko wapi? Mwenyezi Mungu ameapa kwa siku ya Kiyama. Nini jawab al-qasam? Maulama watuambia jawabu al-qasam haijatajwa hapa, lakini ni kufufuliwa, ni ba'ath na nushur katika siku ya Kiyama, isipokuwa kumetajwa kitu ambacho kwamba kinajulisha hilo, nao ni kukusanya mifupa. Baada ya hapo al-Haqq subhanahu wa ta'ala akawa anaeleza fujur, uovu wa mwanadamu, na yeye hamu yake ni kufanya uovu tu, na daima yuko katika uovu. Inshallah katika darasa itakayofuatia, Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya, tutakuja kuanza katika aya 5. Tumomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie nafsi zetu ni an-nufusul kamila. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuwezeshe kuzidhibiti nafsi zetu, kuzitakasa nafsi zetu na kuzisafisha, na kuweza kupigana jihadi na nafsi zetu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.